Mimi nilikuwa mwenyekiti wa kamati ya itifaki, lakini pia ndiye nilikuwa msemaji wa familia ya marehemu Mzee Buyamba Gema, kwa sababu watoto wake wale ni rafiki zangu, na kwa kweli tumetoka hata katika urafiki sasa tulikuwa ndugu. Hivyo walinipa jukumu la kuwa msemaji wa familia, lakini pia nikawa mwenyekiti wa kamati ya itifaki. Kimsingi tu niseme sherehe ile ilifana kama mlivyosikia na kama vyombo vya habari vilivyorusha mitandaoni huko, kwa sababu tu watu waliweza kuchangia. Sherehe ile ilipata takribani bilioni 1.5 kama sikosei, na fedha hiyo nyingine ilihusika kwenye mambo mengine, chakula, vinywaji, mapambo na vitu vingine. Fedha iliyobakia ndio maana tukaita change, kwa sababu unapokwenda kununua kitu, unapoenda kutoa fedha benki kwa ajili ya kwenda kufanya kitu fulani, ukikamilisha kufanya kile kitu zikabakia fedha, utaziita change, sio maana yake. Kwa hiyo zilibakia hizo bilioni 1.4 tukamwekea zawadi. Lakini fedha zote hizo zilipatikana kupitia michango ya wanakamati, ndugu, jamaa na marafiki, na asilimia kubwa, asilimia 85 kama sio 90 ni wachimbaji katika mkoa wa Geita. Na ikumbukwe, mwandishi wa habari, mimi ni mwenyekiti wa wachimba madini mkoa wa Geita. Kwa hivyo naelewa vizuri sana sekta yetu ilipokuwa, ilipo sasa na inapotaka kuelekea. Wachimbaji kwa nini wanaweza kutoa mchango mkubwa au michango mikubwa katika harusi na vitu vingine kama hivyo vinavyohusiana na jamii? Ni kwa sababu wanachimba katika mazingira sahihi, mazingira salama, mazingira rafiki, na mazingira haya yamewekwa na serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi chini ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Ni serikali ambayo imewapa kipaumbele sana wachimba madini. Kama unavyoona, tunayo masoko kila kona ya nchi, na serikali kupitia STAMICO imeendelea kufanya utafiti kuhakikisha kwamba mchimbaji anapokwenda kuchimba hapotezi fedha yake, bali anachimba sehemu husika, sehemu yenye uhakika na kuweza kupata madini. Yaani hicho ndo kimekwenda kuibua mabilionea, kwa sababu sasa tunachimba kwa tija na tunapata madini na tunayauza na tunapata fedha. Unapopata fedha, matumizi yake yanakuwa tofauti, inategemeana na roho yako sasa ilivyo. Mtu mwingine ataongeza mke, mtu mwingine atakwenda kujenga misikiti na makanisa, mtu mwingine atachangia jamaa zake wanapokuwa na uhitaji na vitu kama hivyo. Kwa hivyo fedha ikipatikana, matumizi yake yanategemeana na mhusika. Kwa hiyo tuseme kwa wachimbaji, sisi kwanza ni watu wenye upendo, ni watu ambao tunaheshimiana sana, na kwa kweli tunajaliana kila tunapokuwa kwenye shida ama raha. Ndio mahusiano yetu yalipo hapo, yamejikita hapo. Kwa hiyo mchimbaji mmoja akipata, si ajabu akawagawia wenzake ambao hawana kwa muda huo. Ndivyo tulivyozoea. Mimi nimekuwa katika sekta hiyo, nimeshuhudia mambo mengi sana yakifanyika kwa wachimbaji. Kwa hivyo sendofu hiyo ilibebwa na wachimbaji, na hata sasa tumekuja delegation kubwa kutoka ujumbe mkubwa kutoka Katoro kumsindikiza binti, ambako leo imefungwa ndoa na leo wamekuwa mwili mmoja, wameunganishwa. Leo kimsingi sherehe inasimamiwa na watu wa Kahama, kwa sababu ndiko anakotokea bwana harusi, na sisi kwa leo ni wageni. Lakini pamoja na ugeni, tulifurahia tukio la maharusi kwenda kutembelea kituo cha watoto wenye uhitaji, watoto wanaoishi mazingira magumu. Tulipofika pale, kwa kweli siku liwiwa, kwa sababu sisi ni wazazi pia, tukiwakuta watoto katika hali kama ile, na watu wamejitolea kuwahifadhi, kuwatunza, kuwasimamia. Lazima tuwaunge mkono kwa chochote kile ambacho tunakuwa tumejaliwa. Kwa leo binafsi mimi nilitoa milioni 10 kama mchango wangu katika taasisi hizo zinazowahudumia watoto, lakini mdogo wangu Sylvester Buyambo anamuita GSM wa Katoro, na yeye alitoa milioni 10.
mdogo wangu Musa Kasuku naye akaongezea milioni 5 na wengine wengi. Kwa hivyo huo ni moyo tu, sio kwamba wanasema kutoa ni moyo sio utajiri. Huo ni moyo tu wa kujituma na kutoa pale unapotakiwa kutoa. Ukiangalia uhalisia wa fedha na ndoa, kwanza neno ndoa ni neno ambalo lina maadili ya Mungu. Tukimtunza shemeji yetu au mtoto wetu haitakuja kuleta shida. Na maanisha italeta shida kwamba ni hela nyingi ametunzwa, labda italeta uchangamfu kwenye ndoa, hakuna. Kobili na mke wake ni wazoefu, sio wameanza leo, tunao muda mwingi. Hapa walikuwa wanakanusha ndoa yao, ni wazoefu kuhesabu hela na ni wazoefu kukaa na hela. Kwa majina naitwa James Kaniki, mimi ni mkazi wa Mwanza. Hii sherehe imenigusa sana. Kwanza ni ya ndugu wa karibu sana, anaitwa Boniface Gobili. Kwa hiyo kwangu mimi kufika kwenye hii sherehe ni namna moja ambayo inanifanya kama kijana nihamasike kufanya kazi kwa bidii ili nami niweze kuwa na mafanikio ambayo jamii kama hii ambayo imeweza kukusanyikana kwenye hii sherehe, basi ni kivutio tosha kabisa kwa vijana wa kizazi hiki. Kwa hiyo nawakaribisha sana na karibu sana kwenye hii sherehe ya Boniface Gobili pamoja na Mona Lisa. Hakika hii sherehe imefaana sana. Kama mnavyotuona, sisi ni wanakamati, miongoni mwao ni wafanikishaji wa hii sherehe. Kwa hiyo karibuni sana. Sawa, unapatikana wapi na unajishughulisha na nini? Mimi najishughulisha na madini. Mimi ni mfanyabiashara wa pale Mwanza. Ofisi moja inaitwa Kanuda Makono Maganyara. Ni nani kwenye hiyo ofisi? Mimi ni meneja au director kwa namna nyingine, kwa sababu mimi ndo nashikilia kila kitu pale ofisini. Okay. Hebu tumia nafasi hii basi kuwaeleza wa Tanzania, pengine Mwanza hapo mnatoa huduma gani na nini, ili wajue pengine hata wao wakiona muonekano wao waendelee kuvutiwa zaidi na namna kile unachokifanya wewe binafsi. Sisi fursa zipo, tunawakaribisha sana Mwanza, kwa sababu wakifika eneo lenyewe husika wafanye study visibility, kwa sababu ya kujilizisha na mambo ambayo tunayafanya sisi kama wafanyabiashara. Kwa hiyo wakifika tutaonyesha namna ambavyo sisi tunaweza kujikwamua kupitia hii biashara yetu ya dhahabu.